Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Katika kipindi chetu cha tafakari ya siku, tunayo tafakari leo tena mpya ambayo Bwana ametupatia. Nami nakusalimu katika jina la Yesu Kristo, tuweze kwenda pamoja katika tafakari ya leo. Tafakari yetu ya leo inatoka kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ile ya kwanza, kwenye mstari ule wa 3. Biblia inasema, kama vile nilivyokusii ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili wakataze wengine wasifundishe elimu nyingine, wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo, ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani. Basi ufanye hivyo. Walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona haya ni maneno ambayo Paulo alikuwa anasema na Timotheo, mtoto wake, mwanafunzi wake aliyekuwa anamuandaa kwa ajili ya utumishi. Paulo alimuandaa Timotheo kwa ajili ya utumishi, akamweka kwenye kweli yote. Akamsimamisha katika kweli ya Mungu kimafundisho, kimaonyo. Alimtengeneza kwa namna ambayo aweze kusimamia kweli, na ndiposa akamwamini, akawa anampeleka huku na kule, anamtuma, kwa maana mahali ambapo anakuwa hawezi kwenda kwa sababu ya kuzidiwa na kazi, alikuwa anamtuma Timotheo anaenda. Hapa amemtuma wakati anasafiri aende Efeso, akazuie watu wanaofundisha elimu nyingine. Tunafahamu kama kuna eneo ambalo lilikuwa gumu kwa Paulo kwenye kuhubiri kwake, lilikuwa ni Efeso. Efeso ni mahali ambapo walikuwa wanaabudu miungu. Efeso ni mahali ghasia ilifanyika. Hata Paulo akashindwa kufanya kazi ya Mungu mahali pale kwa wakati fulani. Waliinuka watu wachonga fedha na miungu ambayo iliyobeba mifano, wakawa wamemzuilia. Sasa amemtuma Timotheo aende mahali hapo akazuilia watu, kwa sababu roho hiyo imekuwa bado iko kazini. Lakini tunachotaka kuangalia hapa katika tafakari ya leo ni kwamba mimi nawezaje kusimama kwenye nafasi yangu ili kuzuia hayo, tukisema mafundisho potofu ama elimu nyingine, ambaye Paulo alitumia kwa jina hilo hapa. Elimu nyingine ni elimu yoyote ambayo haimuelekezi mtu kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Haimuelekezi mtu kumsogeza karibu na Mungu. Haimuelekezi mtu kuacha dhambi, wala haimuelekezi mtu kuishi kwenye utakatifu, na haimjulishi mtu mambo hayo. Leo tuna injili nyingi ambazo hazijulishi ama hazitujulishi sisi yale yatupasayo kuishi kwayo, wala hazitusogezi karibu na Mungu, bali zinaendelea kutusogeza katika ulimwengu ambao kesho unaangamia. Sijui wewe unaweza ukasimama kama Timotheo katika kusimamia jambo hili, si kwa watu wengine tu, hata kwenye maisha yako. Ni mara ngapi tumejikuta katika mafundisho mengine ya aina hiyo ambayo anayosema Paulo mahali hapa. Mafundisho ambayo yanakuelekeza wewe kuingia kwenye tamaa za mwili. Mafundisho ambayo yanayohalalisha vitu ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mimi nimemsikia mhubiri mmoja, mtumishi wa Mungu, akitetea masuala ya mapambo, kupaka lipstick na kadhalika, na kuvaa visivyo, akitetea mpaka kafika kwenye hatua ya kuitisha lipstick iliyokuwa kwenye pochi yake akiwa anahubiri, akiwa amemsimamisha dada mmoja na kumuuliza miaka yake. Dada akasema, na kwa sababu ile msichana alikuwa hakujipamba, akaambiwa na kuonekana kwamba ana sura yenye miaka ya mbele zaidi ya umri wake.
Kwa hiyo akawa ametoa, amesema nipeni hiyo lipstick ili mtu apakwe aweze kuonekana kwa namna fulani. Lakini swali linakuja, hiyo sura ambayo tunayotaka kuonekana nayo ni kwa ajili ya kumpendezesha nani? Kwa sababu Mungu alituumba kama tulivyo, ndio tunampendezesha yeye, kwa sababu yeye anataka kuniona kwenye nature yangu, ile natural beauty ambayo yeye kwake ndio uzuri alioniumba nao. Na sisi tumewekewa vitu na shetani ambavyo ni vya kwake, ili wewe utakapovitumia umpendezeshe yeye, waonekana mzuri kwake. Kwa nini na kwa jinsi gani utaonekana mzuri kwake? Kwa sababu utavutia watu wengine kwa namna fulani ya kuingia kwenye dhambi, either ya ngono or whatever. Lakini leo tunawezaje kusimama kwenye nafasi? Paulo alikuwa hayupo Efeso, lakini Timotheo alikuwepo. Yuko wapi Timotheo leo anayeweza kusimama mahali palipobomoka ili kuweza kuzuia haya yanayoendelea leo katika ulimwengu huu wa damu na nyama? Kila mmoja anajaribu kujionyesha kwa namna fulani mbele za shetani, wakati akifikiri anajionyesha mbele za Mungu. Nataka niseme na wewe jambo hili. Mungu hahitaji attachment iwayo yoyote ili kunitengeneza mimi niwe beautiful, kwa sababu wakati akiniumba mimi aliniona kwamba hivyo ndivyo ninavyotakiwa kuwa, na akanikamilisha kwa namna hiyo. Siku ya 7 akapumzika, akastarehe, akiutazama uumbaji wake. Mimi Helena nikiwa mmoja wa uumbaji wake, wewe John, wewe Clara, wewe Stefania, wewe Mary, na mwingine ukiwa mmoja wa. Lakini napofika mahali ya kwamba kile ambacho Mungu alikaa siku ya 7 akastarehe, akifurahia, akitazama the beauty of his creation, jinsi ambavyo ilivyo na kama alivyoiumba, alafu mimi naenda kuokota sasa vitu kwa namna moja ama nyingine. Inaweza kawa chochote, inaweza isiwe lipstick, lakini ikawa ni mavazi yangu. Inaweza isiwe mavazi, ikawa ni miondoko yangu, miondoko ya mwendo wangu ambao sio asili ya mwendo wangu, yamebeba kiburi ndani, kwa sababu anabeba kiburi cha shetani. Yani wakati mtu anatembea kwa muondoko ambao sio wa asili yake, ndani anajisikia kuwa kitu fulani. Sasa huyo anayejisikia ndani yako sio wewe, ni hiyo roho inayotembea hivyo, ambayo wewe una demonstrate who and what hicho kilichoko ndani yako kinachofanya. Sasa wewe ndio unabeba kazi ya kumtangaza yeye. Kwa hiyo naweza nikawa wakala wa shetani mimi bila kujua. Paulo anamwambia Timotheo, nimetaka ufanye hiyo kazi, kuwazuia ama kushughulika nao, kuwakataza. Kuwakataza manake utawasikia wanasema, wewe utapingana nao kwa kusema. Sasa sisi tumeamriwa kuhubiri injili ya kweli. Especially nimeitwa kurudisha kanisa kwenye nafasi yake. Sehemu ya kumrudisha mtu kwenye nafasi ni kumrejesha mtu kwenye asili ya uumbaji. The nature of his beauty, the nature of her beauty, kulingana na jinsi ambavyo alivyoumbwa. Wewe unaonaje miti iliyoumbwa kwa nature yake, katika uzuri wake inavyopendeza inapokuwa katika bustani yake? Alafu wewe sasa shetani akwambia nenda kachukue rangi ya blue upake kwenye majani yale, chukua rangi ya kijani upake kwenye mti ule, chukua rangi nyekundu ukapake. Wewe unafikiri hiyo bustani ingeonyesha ile sura nzuri inayoonekana? Isingeonyesha. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo sasa ndivyo tulivyo sisi. Tunapoteza uzuri wa asili ya uumbaji wa Mungu aliotuumba nao, katika ule uzuri wa kiasilia, na kubeba uzuri bandia ambao haufai. Niko hapa kusimama pia kama Timotheo wa leo kukataza, kwa sababu tunakatazwa. Jamani, mimi nilikuwa napenda kujipamba sana, nilikatazwa, na mimi sasa nasimama leo nakataza. Kama unasikia ujumbe huu na unayafanya hayo, wavaa nguo zilizo ambazo hazina heshima,
mbele za Mungu, tusimwaibishe Mungu. Mungu hataki kuona uchi wetu. Aliuficha chini ya mapaja yako ili usionekane. Wewe unaenda kufunua mapaja yako ili uchi uonekane. Kweli huyo ni Mungu? Si Mungu. Hilo ni kosa. Mungu atusaidie, asaidie ndugu zetu, saidie watoto wetu, saidie kanisa kuondoka hapo. Hapo ni kuzimu. Hapo ni kuzimu. Haya, ngozi ambaye Mungu amenipa, nature yangu, I am black. Ama mimi ni rangi ya hivyo ambaye Mungu amekupa yote. Naenda kutafuta, kuna watu walikuwa wanaogea mpaka jiki. Nilienda hospitali siku moja wakati nilikuwa Kenya. Nilienda na rafiki yangu, walikuwa wanaenda kuangalia mgonjwa. Tukakuta mtu kwa sababu ya kujibleach amepata ajali. Ngozi haishoneki. Kwa sababu ile ngozi iliyobeba asili ya uumbaji wa Mungu ambaye inavumilia jua, inavumilia hii mikakati yote ya duniani, imeondolewa. Shetani anamwambia mtu jiharibu ili ufe mapema. Yule dada tulimkuta amelazwa hapo chini, anashindikana kushonwa. Mtu anakaa haijulikani nini kifanyike, anasubiri kifo. Shetani alimdanganya ya kwamba ukiwa hivi utakuwa mzuri. Lakini je, kwa muda gani? Shetani chochote anachofanya kwetu anataka kutupeleka kaburini. Yuko wapi Timotheo wa leo? Asimame. Mimi nimesimama, nataka na wewe usimame. Ukimkuta mtu amevaa visivyo, hebu tuwasaidie. Kristo anaibishwa. Neema ya Mungu itutoshe ili tuweze kusimama. Paulo alikuwa safari, akamtuma Timotheo Efeso. Yesu amemaliza kazi, ameondoka, ameenda. Ametutuma sisi tuweze kusema hapa duniani. Hapa duniani ndio Efeso yetu ambayo tunaweza kusema na kuambia watu. Hatutaenda kuhubiri mbinguni. Hautamkuta mtu amekaa uchi mbinguni. Hautamkuta mtu amepaka lipstick mbinguni. Wanaopaka lipstick wako hapa. Wanaojibleach wako hapa. Wanaotenda matendo mabaya wako hapa, ambaye tunapaswa sisi kuwaambia. Na mtafuta Timotheo mwenzangu ambaye anajua kabisa kwamba Paulo alisafiri, anajua kabisa kwamba Kristo Yesu aliondoka lakini alituachia huduma yake anayosema ya kwamba ni ya kuwakamilisha watakatifu, kuujenga mwili wa Kristo upate kukamilika. Huo mwili wa Kristo ni upi? Uliobeba natural beauty ya Mungu. Ndugu yangu, wewe unayefikiria kwamba unapendeza unavyoyafanya hayo, niko hapa kusema ya kwamba haupendezi, unatisha. Mimi nilifikiri napendeza, lakini nilikuja kugundua natisha. Leo kiniambia nipake niliyokuwa nayapaka kwenye uso wangu, naona kama nitakuwa kaa kinyago. Sitaki hata kujaribu, lakini najaribu kuipiga hiyo picha. Sasa sioni ile sura ya beautiness ambayo nilikuwa nikiiona wakati huo, lakini naona sura ya kinyago ambaye ilikuwa ndio mimi Helena. Je, wewe ni kinyago leo? Wacha tafakari ya leo iseme na wewe. Kama ni wewe ni mmoja wapo wa kinyago hicho, wewe ni kinyago, na siufute tu huo uso, siutupe tu hivyo vitu, uweze kuishi sawasawa na Mungu. Niko hapa kama Timotheo to portray the image, the real image of our God. Na wewe niko hapa kusema na wewe, ebu tuungane pamoja kuportray the beautiness ambaye Mungu aliweka ndani yetu, ili kwenda na hiyo beautiness kwenda kwa shetani na akose kitu cha kutuhukumu nacho. Vitu tunabeba ndani ya miili yetu, tunabeba hukumu. Tunabeba alafu tunaenda mbele za shetani kumuonyesha tumependeza. Kumbe ndo tumeenda kumwambia na suka tuhukumu basi. Supeleke hukumu yetu kule kwa Mungu. Ndio mimi huyu sasa. Anapeleka hati ya mashtaka pale kumwambia baba, huyu Helena ni mwanao huyu. Huyu mbona amefanana na mimi? Ulivyoniharibu mimi, ndio yeye amefanana na mimi. Usitake kufanana na shetani kwa sababu ya makorokoro yasiyofaa. Hebu tutengeneze njia zetu na tuwe wajasiri katika kusema. Mimi natafuta tutakaoungana pamoja
kusimama kwa ajili ya injili ya kweli ya Kristo Yesu isiyotaka michanganyo ya aina yoyote. Bwana Yesu atusaidie tuweze kusimama hata sisi watumishi wa Mungu. Maana wako watumishi wa Mungu ambao bado wamezama katika dimbwi hilo. Mimi nasema hivi ya kwamba siku ile ya mwisho tutakuja kuelewa haya. Wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu na unatetea haya, hukumu yako iko mbele yako usipotubu. Na wewe ambaye unayeishi kwa kuyavaa hayo na kuyafanya hayo, pia hukumu yako iko mbele usipotubu. Tutengeneze maisha yetu yaweze kufaa mbele za Bwana, ili Bwana ajichukulie utukufu katika maisha yetu. Huwa nasikia kulia ninapoona vijana wanaokuwa sasa ndo wanaingia katika ulimwengu ambayo shetani alishawaharibia future yao, hawana maisha marefu, alafu shetani anawatengenezea maisha ya kufupisha na kukatiza maisha yao njiani. Kijana, you are beautiful. Msichana, just remain in your beautiness ambayo ulipewa na Mungu. Atatokea mtu ambaye ni wa Mungu atakuoa. Lipstick haikuletei mume, inaleta zinaa. Ndio maana zinaa imezidi ndani ya nyumba ndani ya ndoa. Wengi waliojipaka beauty badala wakafikiri wamepata waume. Wakati lipstick iliondoka, ukitoka kuoga mume wako hataona lipstick aliyokuwa nayo mwanzo. Kwa hiyo ataanza kuchoka na wewe. Ataenda kumtafuta mwingine mwenye lipstick kule nje, ambaye atakutana naye kwa part time akiwa na lipstick. Sasa wewe ndugu yangu, remain on your beautiness, ile ambaye Mungu alikuweka nayo, kwa sababu yuko mtu wa Mungu ambaye pia anamtafuta mwanamke ambaye ni natural. Atakupata wewe. Mungu atamwelekeza kwako, ambaye anajua kabisa kwamba utaishi vizuri na yeye. Kwa hiyo ndoa nyingi tunaziona leo hazisimami, hazikai, ni kwa sababu zimejengwa kwenye msingi mbovu. Msingi mmoja wapo mbovu ni huo, kwamba watu walitamaniana katika roho ya zinaa, ndipo wakaingia kwenye ndoa. Ndoa iliyojengwa kwenye msingi wa zinaa haidumu. Ndio maana ndoa hazidumu. Nyumba ndogo zimekuwa nyingi kwa sababu msingi ndio huo. Msingi wa zinaa ni ule ambao yule mume aliyenioa alinikuta nao. Alinikuta kwenye beauty ambaye ni bandia, ambaye alinitamani aliponiona, kwa sababu mimi nilipewa vielekezo ama vielelezo vya kuwa navyo na shetani, ili kuwa smaku ya kuwanasa wanaume, na nikamnasa mmoja. Nilipomnasa kama Ahabu alivyonaswa na Jezebel, tunaona ufalme ule haukutulia kwenye kipindi cha Ahabu, kwa sababu aliyekuwa anaongoza nchi ni mwanamke aliyekuwa ametolewa kuwa sadaka kwa miungu yao ya Sidon, Jezebel. Kwa hiyo tatizo likawa limetokea. Mungu wa Israel akawa ametupwa kapuni. Elia akabakia peke yake akitetea ufalme. Na mimi nataka na wewe usimame. Usifikiri uko peke yako kaogopa. Tuko wengi na mimi ni mmoja wapo. Tuungane kwenye bogi hili, tusimamishe ufalme wa Mungu ndani ya wanadamu. Ndoa ziweze kudumu, maisha ya watu yaweze kudumu, watu waweze kukaa na Mungu. Maana watu wamekuwa scattered, na tuwarejeshe katika nafasi yao. Mungu akubariki. Tafakari yangu ya leo na ya kwako ya leo, kubali kusimama kama Timotheo alivyosimama, kurejesha utukufu wa Mungu kwa watu wake. Baba, tusaidie katika hayo, na Mungu atubariki sote. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo.